somo linalosema hofu ya Mungu. Kama unaandika, andika. Taanza kwa utangulizi. Hofu ya Mungu ni nini? Hofu tu ya kawaida ni hali ya wasiwasi inayompata mtu mbele ya mwingine. Ni hali ya wasiwasi. Hiyo ni maana tu ya kawaida. Hofu ni hali ya wasiwasi inayompata mtu mbele ya mwingine. Ni hali ya kawaida. Ni hali ya wasiwasi inayompata mtu. Woga au hofu ni hali ya wasiwasi au kuona mashaka inayompata mtu mbele ya mwingine. Tukienda kiBiblia, hofu, ziko aina mbili za hofu. Amen. Haleluya. Hofu ya Mungu inamaanisha kuwa na hofu na kitu fulani. Kuwa na hofu ya kitu fulani. Na hii hofu ni hofu ya kumcha Mungu. Haleluya. Hofu ya kumcha Mungu. Unaposema hofu ya Mungu, ni hofu ya kumcha Mungu. Mpendwa mtakatifu wa Bwana, wewe unayo hofu. Ndio maana uko hapa, kwa sababu na hofu ya Mungu. Umeamua leo kuja kumcha Mungu. Umeamua leo kuja kumwabudu Mungu aliyekuumba kwa mfano wa sura yake. Na wewe umetambua kwamba nimeumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu. Kwa kuna ile hofu ya Mungu ndani yako, kwamba huu ni wakati wa kumwogopa huyu Mungu aliyenifanya hivi nilivyo. Amen. Aliyenitendea wiki nzima. Leo ni siku ya kumwabudu huyu Mungu. Leo ni siku ya kuogopa mbele zake, kwamba Mungu, kama sio wewe, leo hii mimi nisingekuwepo. Kama sio mkono wako, yamkini leo ningekuwa nimeangamia. Kwa kuna hali ile ambayo inajengeka ndani ya mtu yule anayemwamini, kwamba ninamuogopa huyu Mungu kwa sababu matendo yake ni ya ajabu. Na hofu ya Mungu siku zote inaleta baraka. Hofu ya Mungu inaleta baraka nyingi na faida. Hiyo ndio hofu ya Mungu. Hiyo ndio hofu ambayo tunasema ziko aina mbili za hofu. Hofu ya kwanza ni hofu ya Mungu. Lakini kuna hofu nyingine ambayo ni roho ya woga. Tunatofautianisha hapo, si ndio? Roho ya woga. Hofu ya Mungu ni ile inayosababisha kumcha Mungu. Ni ile inayosababisha umuone Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapokuwa na hofu ya Mungu, hautatenda dhambi. Hautamkosea Mungu, kwa sababu roho ya uchaji iko ndani yako. Ile hofu ya Mungu imeumbika ndani yako. Na hii ya pili ni roho ya woga. Hii haina faida. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote hii roho ya woga haina faida. Wako watu wengi wanaogopa kufanya vitu na havileti faida. Lakini yule mtu ambaye ana hofu ya Mungu ndani yake, anathubutu, kwa sababu ana mtu anayemtegemea kwamba atamsaidia. Haleluya. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo hofu ya Mungu inaleta faida na baraka. Lakini woga unaleta hasara. Hauleti matokeo mazuri. Hauleti kitu chochote. Naamini kila mtu anajua roho ya woga sio nzuri. Haleluya. Roho ya woga haitakupa ujasiri. Roho ya woga, wewe utajikuwa unajihukumu wakati hujahukumiwa. Si ndio?
kuna wakati unaanza kujihukumu mwenyewe. Ni hofu tu, ni roho ya woga tu imejaa ndani yako, na shetani mara nyingi huwa anaitumia hiyo, na ndio maana watu wengi hawawezi kufanikiwa kwa sababu ya roho ya woga. Hawatamani kuthubutu, hawatamani kufanya, yani hofu tu, yani hofu, hivi nikifanya hiki kitakuwaje, hivi nikifanya hiki, yani hofu, roho ya woga imejaa. Lakini Biblia inasema kwenye ile Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, anasema lakini hatukuumbiwa roho ya woga, bali roho ya nguvu. Amen. Kwa mtakatifu wa Bwana, wewe haujaumbiwa roho ya woga. Wewe umeumbiwa roho ya nguvu, ya kumcha yeye, ya kumkiri yeye, ya kumwamini yeye katika mazingira yote unayoyapitia. Katika hali yoyote unayopitia, mwambie Mungu amenipa roho ya nguvu ya kumcha yeye. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Kwa tumepewa roho ya nguvu, hatukupewa roho ya woga. Unapoona woga unakuja mbele yako, unaona dalili za woga, hebu mwambie, wewe roho ya woga toka kwa jina la Yesu. Haleluya. Fungua kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Amen. Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Yes. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amina. Inasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Haleluya. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zao, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimesema hofu ya Mungu ni kumcha Bwana. Kwa hao watu walipoyasikia wakasemezana wao kwa wao, wale waliokuwa wanamcha Mungu. Kuna maonyo mengine Mungu huwa anayatoa, anatupa nafasi ya sisi kusemezana. Amen. Kwamba turudi kwenye nafasi ili Mungu aendelee kuandika kumbukumbu, kwa sababu bado unalitaja jina lake. Na hiki kilichoachiliwa asubuhi ya leo au mchana tunaoelekea mchana ni kwa ajili ya kukukumbusha wewe kwamba wewe umechaguliwa na Mungu. Wewe ni mtakatifu wa Bwana. Wewe unayo nguvu. Kwa hakikisha hofu ya Mungu iko ndani yako. Hofu hii itakusababisha uendelee kumcha Mungu hata kama kuna mazingira yasiyofaa. Haleluya. Paulo aliendelea kumtangaza Yesu hata akiwa katikati ya gereza, hata akiwa katikati ya bahari. Bado Mungu aliendelea kumwamini, na ndio maana aliendelea kumsemesha. Hakuogopa kama wengine walivyoogopa. Kwa kuna wakati mwingine unapoendelea kumcha Bwana, hofu ya kuogopa haitakuwepo, kwa sababu unaamini yuko Mungu anayeweza kufanya. Unaamini kwamba yuko Mungu anayeweza kutenda. Kwa wewe ndani yako, hakikisha hofu ya Mungu inaleta mabadiliko ya kweli. Haleluya. Hofu ya Mungu siku zote inaleta mabadiliko ya kweli ndani ya mtu. Hofu ya Mungu wakati wote inaleta baraka ndani ya maisha ya mtu. Mtu huwezi kubadilishwa nje ya hofu ya Mungu. Haleluya. Huwezi kubadilishwa. Tunakumbushana hapa. Yamkini kuna mahali umepotea, umetishwa, ikaingia roho ya woga.
kumcha Mungu kwako kukapungua, hofu ya Mungu ikapungua. Na ndio maana hata maisha ulionayo sasa hivi hayako sawa sawa, kwa sababu hofu ya Mungu imepungua. Hiyo hofu ya Mungu inayoweza kubadilisha. Umetoka kwenye kumwamini Mungu, kuna vitu unavyoviamini, kuna watu unaowaamini. Hao watu hawatakupeleka mbinguni. Hao watu hawatabadilisha historia yako. Hao watu hawatafanya chochote kitakachogeuza hatima yako. Kwa utamani kurudi sasa kwenye hofu ya Mungu, unaona mambo hayaendi, hebu rudi kwa Mungu aliyekuchagua. Wewe hukumchagua, ila yeye alikuchagua. Wewe hukumpenda, ila yeye alikupenda. Biblia nasema alitupenda kwanza, alikuchagua kwanza. Kwa kama alikuchagua kwanza, tambua ule uthamani wa yeye kukutambua wewe, kukuchagua wewe, kukupenda wewe. Basi na wewe hebu mche, hebu mwabudu, hebu mtumikie, hebu simama kwenye nafasi. Iko nafasi ambayo Mungu anakwenda kukupeleka. Narudi kwenye somo la asubuhi. Paulo kama angekuwa na hofu, kama angekuwa na roho ya uoga, naamini wangeishia baharini. Amen. Zile dhoruba zote, yale maneno yote aliyokuwa anayasema kwa ujasiri kwa wale maakida, ni kwa sababu alimjua yule aliye naye. Mpendwa, ukimjua Mungu, hakuna mtu atakaye kulazimisha kufanya kitu kwa ajili ya Mungu. Hakuna mtu atakaye sema na wewe kukusukasuka, kwa sababu tayari unajua uthamani wake. Unajua hapo ulipo ni yeye. Kwa naongea na mtu mmoja nikawa namwambia, nikamwambia unajua, wakati mwingine tunajisahau. Tunaona ni nguvu zetu, ni uweza wetu, au ni maarifa ambao tunaweza tukafanya, au elimu tulizo nazo. Hata kama sio elimu tu, ile akili aliyokupa Mungu, ile original ambayo hata mwingine hajaenda hata shule, lakini ukikaa naye mipango yake hapo. Sasa unajiuliza, Mungu, mbona huyu hajaenda shule lakini mipango yake ni mikubwa zaidi ya yule aliyeenda shule? Hapo unakaa unajiuliza, aisee, wewe Mungu unatisha. Sasa tukitambua kwamba Mungu ametupa neema ya kumjua, jambo la kwanza kwamba umemjua, tayari yuko ndani yako. Sasa endelea kumcha. Endelea kumcha, uone baraka, uone faida ya wokovu ulionao. Uone thamani ya vile Mungu anavyokutazama. Anapokuona uko hapa, moyo wake unashangilia. Lakini anapokuona uko kule nje, moyo wake unaumia. Kwa mpendo mtakatifu wa Bwana, wewe uliyechaguliwa na Bwana, Biblia inasema kwenye hii Malaki, nao walisemezana. Na sasa anasema ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia. Kwa wakati wote tunapokaa kusemezana, yeye Bwana anasikiliza. Yuko hapa anasikiliza. Leo ni kitu gani ambacho kinaenda kusema kwa ajili ya watoto wangu? Na yeye ndio anayekiachilia. Bwana asifiwe. Hofu ya Mungu ni muhimu sana kwa Mkristo. Wewe uliyeamini, kama unaandika, hofu ya Mungu ni muhimu sana kwa Mkristo. Na hii inasababisha tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hofu ya Mungu ni ya muhimu sana kwa Mkristo. Na hii inasababisha tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ili wewe uishi maisha ya kumpendeza Mungu, usiwe ni mtu wa kurudia makosa. Usiwe ni mtu wa kurudia matapishi.
Usiwe ni mtu wa kusikiliza mambo ya dunia. Dunia ina mambo yake. Amen. Dunia ina vitu vyake. Wewe uko tayari, umetengwa kwa ajili ya Yesu. Umetengwa kwa ajili yake. Kwa anatamani aone unaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mbinguni hutaenda na hao marafiki zako, utaenda mwenyewe. Kwa lazima utengeneze maisha ya kumpendeza Mungu. Na ukitengeneza maisha ya kumpendeza Mungu, Mungu atakupa watu walio sahihi wa kusababisha hatua zako ziendelee mbele. Haleluya. Wewe ukiendelea kumcha Mungu, Mungu atakuletea marafiki watakaosababisha utumishi wako uinuliwe. Wokovu wako usimame. Atakupa mtu, lazima tu. Ukiamua tu kusema sasa hofu ya Mungu, mimi nataka nikuche wewe Mungu, maisha yako tu yatasababisha mwingine amjie Kristo. Kwa mpendwa, hofu ya Mungu ni ya muhimu sana kwenye maisha yangu. Hofu ya Mungu ni ya muhimu sana kwenye maisha yako. Kule kumcha Mungu kwako kutasababisha maisha yako yabadilike. Hayatakuwa yale yale. Hayatakuwa maisha ya umbea na uongo. Yatakuwa maisha mengine ya kulitangaza jina la Bwana, ya kuambia wengine habari za Yesu Kristo, ya kuambia wengine maisha ambayo wanatakiwa kuyaishi yanayomfaa Kristo. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie katika haya. Hofu ya Mungu ni msingi wa maisha ya wokovu. Bila kumcha Mungu hakuna wokovu. Haleluya. Ndani ya kumcha Mungu kuna kumwamini. Maana uwezo kumcha Mungu bila kumwamini. Na ndio maana tumelikiri jina la Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeokoka. Haleluya. Tumewekwa huru. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa sababu tumeliamini jina la Yesu. Limeondoa mambo ya kale. Sasa tunatakiwa tuishi sasa kwenye hofu ya Mungu. Tuishi sasa kwenye mpango mzuri ambao Mungu ameukusudia kwenye maisha yetu. Tusiishi tu maisha ya kubahatisha, aishi maisha yako original ya kimungu. Usiishi tu maisha ya kawaida tu kwamba nipo tu. Ishi maisha halisi ya Mungu. Hutaweza kuishi mwenyewe, yupo Roho Mtakatifu atakusaidia kuishi maisha haya. Amen. Yupo Roho Mtakatifu atakaye kuwezesha kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Maana alisema naenda kwa Baba, atakuja msaidizi. Sasa huyo msaidizi ndiye anatupa neema ya kutusababishia sasa tuweze kushinda. Tuweze kuishi maisha ya kumcha Mungu. Tuweze kuishi maisha ya utumishi. Tuweze kuishi maisha ya maombi. Tuweze kuishi maisha ya kusoma neno. Tuweze kuishi maisha ya kutafakari ukuu wa Bwana. Kwa neema hii ambayo Mungu ameiachilia kwetu ni ya msingi sana kwenye maisha yetu. Mtu ambaye hana hofu ya Mungu ni hatari. Maana anakuwa hana imani wala hana tumaini. Mtu ambaye hana hofu ya Mungu ni hatari sana. Maneno yake si mazuri. Maneno yake ni ya kukatisha tamaa. Maneno yake ni ya kuumiza moyo kwa sababu hana hofu ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa mpendwa mtakatifu wa Mungu, Mungu akupe jicho la kuona kwamba nina mtu wa aina gani, anasababisha hatua zangu kuendelea au anasababisha mimi kuendelea kunyong'onyea. Maana huyo mtu hana imani. Kwa ukimwambia mambo ya wokovu, ukimwambia mambo ya kuacha dhambi, kwake ni kama unampigia mbuzi gitaa. Anaweza kawa anasali, anaenda kanisani kila siku, lakini maisha anayoishi hayampendezi Mungu. Mungu hataki watu wa namna hiyo. Mungu anataka umfananie Kristo, uwe kielelezo. Kama Yesu alivyokuwa kielelezo, na wewe pia uwe kielelezo kwa maneno yako, anasema kwa mwenendo,
kwa kusema kila kitu unachokifanya kiwe mfano, watu watambue kinywa chako kinaongea nini. Ukiwa kanisani, lakini ukiwa mtaani, watu wanasema hey. Wakisha kujua umebeba ka Biblia yako ndio unaenda. Yule anaenda wapi? Tamani watu waseme, dada, hivi unasadiki wapi? Twende wote basi. Si ndio? Sinapendeza. Kwa hiyo wapendwa, mtu anayemcha Mungu ana kiasi. Tunda la uvumilivu limejaa ndani yake. Tunda la upendo limejaa ndani yake. Tunda la upole limejaa ndani yake. Yeye ni msema kweli. Haleluya. Hana mambo ya kupindisha pindisha. Sio msingiziaji, sio muongo. Mungu atusaidie wanawake. Sisi ndo tuna maneno mengi, si ndio? Kianza kuongea unaongea, lakini angalia maneno unayoyaongea. Yanajenga au ndio yanabomoa? Kwako wewe uliyeokoka, tamani kunena maneno ambayo yatasababisha hata mwingine aendelee kukusikiliza, kwa sababu kuna namna unavyoongea tofauti na wengine. Kuna namna unavyoongea unasababisha mwingine atamani akae na wewe tu akusikilize, kwa sababu kuna vitu vinatoka ambavyo Roho Mtakatifu anaviachilia, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua maisha ya huyo unayeongea naye. Kwa hiyo wewe utakuwa unaongea tu, unaongea, Roho Mtakatifu anaenda anagusa. Mwisho wa siku anasema, kwani wewe ulijuaje? Ujue Roho Mtakatifu yupo kazini. Mungu ndiye anayekujua zaidi maisha yako. Mimi sijui, mimi nimeongea, lakini Mungu ndiye anayekujua zaidi. Umempata huyo mtu. Wamama tupo, mabinti tupo. Tamani tuwe sababu ya wengine kumjua Kristo. Maisha tunayoyaishi yamfananie Kristo. Yaani wewe usifanane na wa duniani. Mche Mungu. Usiogope kumwambia Yesu ni Bwana. Hiyo roho ya uoga hiyo haina faida. Ukimwambia Yesu ni Bwana, hata kikutukana, jamani, unamegeka. Kuna jicho linatoka. Kuna mtu niliongea naye nikamwambia, hivi mtu akikwambia 1 2 3, hivi kidole kinakatika? Lengo ni nini? Moyo wako uumie, alafu uache kufanya kile kilichokusudiwa. Kwa hiyo unapotambua majira hayo na nyakati hizo, naambia wewe ni adui. Kidole hakijatoka wala mguu haujakatika, ulimi bado ninao, sauti bado ninayo, sitaacha kusema habari za Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwenye hofu ya Mungu anafundishika, anaonyeka, ni rahisi kwake kutubu. Mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu anayefundishika. Andika, kama kuna mwenzio anasinzia, mpige kibao, nimekuruhusu. Napigana vibao kanisani. Bwana asifiwe. Ninasema mwenye hofu ya Mungu anafundishika, anaonyeka, na ni rahisi kwake kutubu. Huyo ni mtu aliye na hofu ya Mungu. Kienda kinyume chake, mwenye ambaye hana hofu ya Mungu, yaani ukimwambia anakataa, futi ngapi? Wewe umefanya 1 2 3, anakuruka hapa mpaka kule. Sijafanya, yaani sijui anatamani umkamate hapo hapo. Hofu ya Mungu haiko ndani yake. Yaani ukishaona mtu anakataa, mwambie huyu hana Mungu ndani yake. Mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu dhamira itamhukumu. Ni kweli nimefanya, naamua kutubu, na akili kweli nimefanya. Yaani mpaka ushikiliwe bango na sasa ni kweli. Kweli wewe mtakatifu wa Bwana.
Umekosea, ukiulizwa ndio nimefanya, naomba Mungu anisamehe. Kwani shida iko wapi? Lakini shetani anatamani tu ushindane, kwamba nikikubali vivi watanionaje? Kumbe unazidi kuharibikiwa. Wakati unapoonywa au unaulizwa, sema wakati huo huo. Kwenye familia zetu, mabinti zetu, wamama, ukiona umekosea mtu anakuuliza useme sijui ni asema tu ni kweli nimekosea, naomba unisamehe. Kwani kuna kitu kingine? Ugomvi utaendelea. Sasa ukikataa, ikija kupelelezwa ikajulikana, ndio umezoa ugomvi mkubwa zaidi. Ndio faida yake. Hiyo ndio faida yake. Sasa leo nawaambia ukweli. Yaani wewe kama umekosea, mtu akikuonya, mtu akikuuliza na unajua kabisa nimekosea, ni kweli, hicho kinachokuzuia hicho kinataka kutengeneza bomu. Hicho kinachosema usiseme hicho kinataka kutengeneza bomu, na bomu likilipuka aisee kutengenezeka, unatakiwa utumie gharama. Kumbe wakati huo ungesema ni kweli, ukaingia magotini ukaomba toba na Mungu akakusamehe. Lakini unaingia kwenye dhambi nyingine ya uongo. Nielewa? Nielewe wapendwa, kwamba unapokataa wakati umefanya, unaingia tena kwenye dhambi ya uongo ile uliofanya ya kwanza. Ya pili uongo. Na ikisha kugundulika kwamba ni kweli, unayo kazi ya kutengeneza. Hakuna mtu atakaye kuamini tena. Si ndio? Hakuna mtu atakaye kuamini tena, kwa sababu umetengeneza mazingira ambayo yanasababisha usiaminike. Yanasababisha uonekane sio mwaminifu tena. Yanasababisha uonekane ni mtu ambaye haufai tena, hauko kwenye viwango. Ni hasara hizo. Amen. Lakini kama umeamua kusema ni kweli, naomba unisamehe, na mimi nimetindikiwa, yule mtu kesho ana nafasi nyingine ya kukupa. Amen. Kwa wapendwa, mtu asiyemcha hofu, mtu mwenye hofu ya Mungu siku zote, yeye anaonyeka. Kwa hiyo naamini nyie hapa mko vizuri. Amen. Tunafundishana haya, kukumbushana. Kama kuna mahali ulipotea, kama kuna mahali uliteleza, rudi kwa Bwana, yuko atakusaidia ili uzione za baraka za Bwana. Lakini hofu ya Mungu inasababisha upendo. Amen. Ukiwa na hofu ya Mungu utampenda kila unayemuona. Mtakatifu mwenzio utampenda, jirani yako utampenda, hata akikusemea mabaya hutaacha kumsalimia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua vitu vingine vinakuwa yani unafanyiwa mpaka unajisikia vibaya, lakini kumwambia Mungu ninaachilia, unamponya hata huyo aliyekufanyia. Mimi na mfano hai unaoishi mpaka leo, lakini mpaka sasa unakuta yani ndo anakusalimia kwa heshima, kwa sababu sikutaka kulipa mabaya. Nikamwambia Mungu, hata kama nimefanyika hili na hili, naomba Mungu nipe tu amani ndani ya moyo wangu, naachilia vyote. Sasa huo moyo wa upendo ni kwa sababu unamcha Mungu. Kesho hao wanaokusema huko wewe una habari nao, yani hata kama umeyasikia, yapitie huku yatokee huku. Alafu endelea kuwasalimia, endelea kuwapenda. Ila usiwe karibu nao sasa kuwasogeza. Endelea kuwapenda tu. Kuna namna ambayo Mungu anaitengeneza kwao. Jamani, sisi ndo tumekosea. Hawatakwambia, lakini utaona vile wanavyokutambua sasa kwamba wewe ni nani. Bwana asifiwe. Kwa hofu ya Mungu inasababisha upendo.
Kutokuogopa chochote kunapelekea kuwa mdhambi. Hebu fungua Mwanzo 20:11 tuone hapa. Ni Ibrahim kama sio Ibrahim, Abraham. Abraham alikuwa ni mtumishi wa Bwana, baba yetu wa imani, lakini kwa sababu ya shida aliyokuwa nayo akaenda kwenye ile nchi na mke wake mrembo haleluya, nchi ya ugenini, ili aweze kumtambulisha. Akamwambia mke wake, bwana wewe, tukifika kule mimi nitasema huyu dada yangu. Aliogopa akatenda dhambi kwa kuogopa. Naomba usome. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Mwanzo 20:11. Inasema, Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapa hapana hofu ya Mungu. Narudia mstari wa 11. Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa. Nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Kwa hiyo ile nchi akaona kabisa kwamba pale hawana hofu ya Mungu, ni wapagani tu, yaani maisha yao ni ajabu ajabu. Kwa hiyo yeye akaogopa, akaona sasa, nifanyeje hapa? Nisiposema hili wataniua, nitakaposema huyu ni mke wangu. Maana ile nchi haikuwa salama, haikuwa na hofu ya Mungu. Na Sara alikuwa ni mzuri, Biblia inamsema alikuwa ni mzuri. Kwa hiyo ameenda kwenye nchi ile kuhemea, lakini akaona yale mazingira hawana hofu ni watu ambao hawamchi Mungu, watu ambao ni wapagani, wanaendelea na mambo yao, hawajali kitu chochote kwa habari ya Mungu. Abrahamu akajiongeza. Ndio mstari wa 11 anasema huo, ile sura ya 20 anasema, Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Kwa sasa akaamua sasa kuzungumza kwamba mke wangu ukifika huko mimi nitasema wewe ni dada yangu. Ikaingia ile hofu, ile roho ya uoga, ikasababisha aseme uongo, kujikinga tu asiuawe. Lakini ukiendelea kusoma kule chini, yule mfalme wa pale alivyomuona akamchukua mke wake, lakini Mungu akasema naye. Amen. Haleluya. 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 Ukiendelea kusoma pale, hii aya ni mwisho. Ukianzia ule mstari wa 7, basi umrudishe mwanamke, tuanzie wa 6. Pale sasa anajitetea huku mwisho. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa utimilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nitakuzuia usinitendee dhambi. Kwa hiyo sikukuacha umguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyu, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Basi usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulionao. Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno haya yote masikioni mwao, na watu hao wakaogopa sana. Kisha Abimeleki akamwita Ibrahimu akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosea nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi hii? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata utende jambo hili? Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yamkini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni maneno ambayo Abraham
Ibrahim anamjibu mfalme, lakini baada ya kuona kibano, mfalme aliona nini? Kibano, baada ya kumchukua Sarai. Kwa tunaona jinsi ambavyo Mungu anatamani tusiwe na hofu au tusiwe na roho ya woga. Mungu yuko. Huyo aliyemtetea Sara huko kwa Abimeleki ndiye Mungu ambaye uko naye wewe. Yaani unapopita kwenye mazingira ambayo huyaelewi, jua unaye Mungu unayemcha, anayeweza kukusaidia, anayeweza kukutoa hapo, anayeweza kukufikisha eneo jingine lenye utukufu wa Bwana. Haleluya. Kumwogopa Mungu kutakufanya uinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumwogopa Mungu au kuwa na hofu ya Mungu kutakufanya uinuliwe. Kumwogopa Mungu kutakufanya uinuliwe. Mambo usiyotakiwa kuogopa. Andika mambo usiyotakiwa kuogopa, nitayasoma tu haraka hapa. Fungua Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 35. Jambo la kwanza, hutakiwi kuogopa hofu ya vinyago au sanamu. Wafalme, fungua Wafalme Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 35. Wafalme wa Pili 17:35 nitasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema hao ambao Bwana alifanya agano nao akawaamuru akisema msiche miungu mingine wala kuisujudia wala kuitumikia wala kuitolea sadaka. Msiche miungu mingine wala kuisujudia wala kuitolea sadaka. Kwa hatutakiwi kuogopa hofu ya vinyago. Hatutakiwi kuabudu miungu mingine. Ndio maagizo aliyoyatoa Mungu mwenyewe, kwamba hatutakiwi kuwa na hofu juu ya vinyago au sanamu za aina yoyote. So vinyago vinavyotengenezwa, vitu vingine vinaweza vikakaa mbadala wa vinyago. Amen. So kinyago kile kinachongwa au maisha yako yasiangalie vitu, hiyo ni sanamu. Kwamba bila hiki, bila hiki, Kazi yako tu inaweza ikawa pia ni kinyago au sanamu, kwa sababu utaiabudu sana kazi yako kuliko kumcha Mungu. Ya pili, usiogope watu. Samueli wa kwanza mstari wa 15 mpaka mstari wa 15. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24, Biblia inasema ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako. Amina. Kwa sababu naliogopa wale watu nikaliitii sauti yao. Aliwaogopa watu. Sauli ameagizwa na Samueli kwamba usifanye chochote mpaka nitakapofika. Lakini alipoona watu wale na muda umeenda, akaogopa watu kwamba watasema nini. Usiogope watu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa usiogope watu watasema nini. Msikilize Mungu amesema nini, alafu fanya kile Mungu alichosema. Kwa kuwaogopa watu, hasara yake ufalme wake ukanyang'anywa, maisha yake yakabadilika, kwa sababu
hakumsikiliza nabii wa Bwana aliyetumwa. Ya tatu, usiogope ishara za kurudi kwa Bwana. Wako watu kuna mwaka walisema 2020 Wangapi walikuweko 2020? Walisema Yesu anarudi, si ndio? Wakasema mwaka huu kuingia 2020 si 21 kitu kama hicho. Aisee, watu walijiandaa. Tukivuka tu mwaka Yesu anarudi. Kwa hiyo watu walijiandaa. Yaani wewe usitishwe na hivyo, wewe jiandae. Biblia inasema majira yasiyodhaniwa. Kama vile mwizi anavyoandaa kwenda kumwibia mtu, hujui anakuja saa ngapi, anakuja lini na wakati gani. Muda usiodhani Yesu anarudi. Amen. Muda unaojisahau Yesu ndo anarudi. Muda unaostarehe ndo Yesu anarudi. Kwa hiyo unatakiwa kuwa wakati wote uko makini. Usiogope ishara za kurudi kwa Yesu. Wewe anza sasa kujiandaa. Zisikutishe. Tunasikia magonjwa yanatokea ajabu ya ajabu. Jua ni ishara hizo za kurudi kwa Yesu. Kwa wewe unayemcha Bwana, ni wakati wa kutengeneza na Bwana, kwamba katika majira haya kama Yesu atarudi, amen, niko tayari. Katika wakati huu kama Yesu anarudi, mimi niko tayari. Kwa jiandae mpendwa. Fungua Luka 21 mstari 25 na 28. Luka 21. Luka sura ya 21 mstari wa 25 mpaka 28. Mstari wa 25 hadi 28 kwenye kitabu cha Luka sura ya 21 inasema tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota na katika nchi, dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa habari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayowapata ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za, inasema mstari wa 26b, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo mstari wa 28, mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Amina. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Haleluya. Sio kuanza tena kuogopa. Changamka kwamba haya ni majira sasa, Yesu yuko karibu. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, fanya kwa bidii. Kama ni kuomba, omba. Kama umepewa karama yoyote, amua iendelee kutenda kazi. Biblia inasema changamkeni, maana tumejua dalili. Tumeona ishara zipo. Vita, matetemeko, yote Biblia imesema. Sasa ni wakati wa kuendelea kumcha Mungu, kuchangamka. Paulo anawaambia changamkeni, kuleni. So wakati huu mwingine kuleni, maana kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa. Haleluya. Muwe na moyo mkuu. Yako matisho. Viko vitu vitatokea kwenye maisha yako. Tambua kwamba Mungu yuko hapo hapo. Ukijua hilo, hautakata tamaa, hautachoka, hautarudi nyuma, utaendelea kusonga mbele, kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yako. La mwisho, hofu ya Mungu inachukia dhambi. Hofu ya Mungu inachukia dhambi. Hofu ya Mungu inachukia dhambi. Mithali 8:18.
tumalize na hapo, naona muda wangu umeenda. Mithali 8:18. Tasoma kwa msaada wa Bwana Mithali sura ya 8 mstari wa 18. Inasema, utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Soma 19. Mstari wa 19. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. 13 pale, naomba usome tena. Mstari wa 13, mstari sura ya 8 inasema, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu anachukia uovu. Kwa mpendwa, uovu uwe mbali na wewe. Wewe unamcha Bwana. Wewe unayesema Yesu ni Bwana, uovu ukae mbali. Hofu ya Mungu inachukia dhambi. Kwa kaa mbali na kila aina ya uovu. Usiseme tu kuzini ndio dhambi, hata uongo ni dhambi. Masengenyo ni dhambi. Ni dhambi ambazo watu hawawezi kuzichukulia, wanaona tu ni kitu cha, lakini kumwambia kuzini ni dhambi kubwa, kila mtu anasema amezini. Lakini kuna dhambi zingine hata ukizisema utasema hauwezi ukatengwa kwa ajili ya uongo. Lakini Mungu anasema dhambi zote ni dhambi. Hakuna kubwa wala ndogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayemcha Bwana, chukia dhambi, chukia uovu, ili Mungu akutokee, ili Mungu akubariki, ili Mungu aachilie faida ya wokovu ulionao. Simama na yeye. Muangalie yeye. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Wakati wote na nyakati zote yeye anatenda na anafanya. Haleluya. Haleluya. Yeye anatupenda na ndio maana ameachilia neno hili, anataka tumche yeye. Simama kwa miguu yako wakati huu. Watoto poleni kwa mvua. Amina. Simama kwa miguu yako wakati huu. Neema ya Bwana ingalipo kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutenda